Na sisi leo tutaingia kwenye historia, kwa sababu huu usafi tumekuja kilele chake kimefanyika hapa Funguni sasa hivi. Tunatoa funzo kwa jamii yote hii ambayo imezunguka hapa Funguni kwamba mazingira ya bahari yanatakiwa yalindwe, kwa sababu bahari ndio maisha yetu. Hii bahari hii ndio maisha yetu. Tutakapoichafua tukaiharibu, maana yake tunaharibu maisha yetu. Na kama tunaharibu maisha yetu, sio jambo jema. Kizazi kijacho kitakuja kutuhukumu. Kwa hiyo leo tumefanya tukio kubwa sana. Tunaweza tunafikiria tukio ni la kawaida tu, lakini ni tukio kubwa sana ambayo tutaingia kwenye historia ya maisha yetu. Vizazi vyetu vijavyo vitakuja kutukumbuka kwa haya leo tunayoyafanya leo hapa. Kwa hiyo tujitahidini kufanya usafi, tujitahidini tusichafue mazingira. Nimesema nikitoka hapa na mtafuta mkurugenzi wa Mji Mkongwe. Na mtafuta makusudi mkurugenzi wa Mji Mkongwe. Ile management pale ya shirika la bandari ninayo, lakini maalumu nitamtafuta mkurugenzi wa Mji Mkongwe aje atuwekee tenki hapa, dustbin ya kuwekea takataka eneo lote hili la Funguni mpaka mwisho kule, ili maana yake watu wasitupe taka ovyo, na hii jamii yote iliyokuweko hapa iwe inatupa taka mle kwenye dustbin. Na juhudi hizi zisiwe mwisho. Mwenyekiti, tuendeleze haya mambo, ni mazuri, lazima tuyaendeleze ili yawe mazuri zaidi. Nitoe wito. Mimi mwenyewe nitakuweko Kizimkazi tukijaliwa na uhai tarehe 5. Tuoneshe ule umoja wetu kwamba na sisi ushirika tupo. Tukaijaze Kizimkazi siku hiyo iripuke. Leo hapa tuko kwenye usafi wa mazingira kwa maana ya kwamba tunaadhimisha siku ya ushirika duniani. Ni moja katika shughuli ambazo zimepangwa katika kuadhimisha siku ya ushirika duniani, usafi kwa eneo hili la Funguni, Malindi, bandarini kote kule. Na tumeamua kufanya usafi maeneo haya kwa sababu ni maeneo ambayo kidogo hayapati usafi kama kawaida, lakini pia nguvu kazi ya vyama vya ushirika vya bandarini wana wanachama wengi. Kwa hiyo wote tumekusanyana hapa kwa ajili ya kufanya usafi huu wa mazingira. Ni hili swala tunataka kulifanya liwe endelevu, kwa sababu ni eneo ambalo ni very sensitive. Kuna maplastiki mengi ambayo hayaozi, ni sumu kwenye maeneo haya ufuko wa baharini. Kwa hiyo sisi tunapanga idara ya maendeleo shirika chini ya wizara yetu, Wizara ya Kazi, Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji, kuwa tunatenga muda wa kuweza kufanya usafi katika mazingira haya ya ufuko wa bahari kwa kushirikiana na vyama vyenyewe vya ushirika ambavyo viko katika maeneo haya ya bandarini. Labda kwa kuanzia tu kwamba usafi ni tabia, kwa hivyo tujizoeshe ili sehemu zetu zionekane safi, na tunahimizwa sana na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi kwamba mji wetu tukiweka safi, watu watakuja zaidi na wataipendelea nchi yetu. Hapa tumekuja kuadhimisha siku ya ushirika duniani, just kuhamasisha pia washirika wengine waweze kufanya maeneo yao, yani usafi, waweze kuingia katika kazi za jamii kwa kweli. Kwa hivyo kwa ufupi, leo tumekuja bandarini, tumeshirikiana na shirika za bandarini ili kuonesha vipi tulivyohamasika. Tumelichukulia vizuri swala la usafi kwa sababu usafi ni afya kwa kila binadamu. Kwa hiyo kusema ukweli tumefurahi sana, na tumefurahi ushirikiano wa wananchi wenzetu walioonyesha, kama mheshimiwa akasema usafi ufanyike. Tumefurahi sana kwa sababu ni moja kutuboresha katika mazingira zetu. Na tunapenda sio kama tu leo, ingekuwa vizuri zaidi kama just kila wiki usafi unafanyika mitaani, inakuwa inapendeza zaidi. Kusema ukweli, wito wangu kwa wafanyabiashara wanaofanya maeneo haya, napenda kuambia kama usafi ni jambo la muhimu sana, kwa sababu
binadamu bila usafi afya zetu zitakuwa hatarini. Kwa hiyo kadri tunavyozidi kufanya usafi, tunatengeneza afya zetu kuwa nzuri. Sio hapa tu, tulikuwa tunapenda kutizama waangalie na maeneo ya makaro, kwa sababu usafi ni kufagia sawa, lakini unakuta kuna maeneo mengine makaro hayaridhishi. Kwa hiyo kama tunavyopita kufanya usafi, tutagundua sehemu gani ambayo ina matatizo zaidi. Tutazidi kuboresha zaidi kwa afya zetu na wateja wetu wanaokuja kula biashara katika maeneo yetu.